Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, bwana, mara baada ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kutoka kupata ushindi katika mchezo dhidi ya JKT Tanzania kwa ushindi wa bao 1-0, mechi ambayo kwa upande mwingine ilichezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, hatimaye klabu ya soka ya Simba Sports Club wanarejea tena tarehe 8 mwezi Mei mwaka 2025 siku ya Alhamis katika mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji, ambapo mchezo huu kwa mujibu wa ratiba unatarajiwa kuchezwa katika uwanja wa KMC Complex. Kwa hiyo Simba wanarejea nyumbani. Nikumbukwe mara mwisho Simba kucheza katika uwanja wa KMC Complex walicheza dhidi ya Mashujaa, mchezo ambao Simba waliibuka na ushindi wa bao 2-1. Kwa hiyo Simba wanakaribisha tena Pamba Jiji kutokea Mwanza katika mchezo wa duru la lala salama, ikiwa zimesalia michezo michache kuweza kumalizika kwa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Sasa kuelekea katika mchezo huu tunaona kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC, klabu ya soka ya Simba ambaye ndiye mwenyeji yupo katika nafasi ya pili. Simba akiwa amecheza michezo 24, ameshinda michezo 20, sare michezo mitatu na kupoteza mchezo mmoja. Simba wamefunga mabao 55 na wao kuruhusu mabao 9, wakiwa wana alama 63 katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini Simba wanakwenda kukutana na klabu ya soka ya Pamba Jiji, ambao wao Pamba wapo mkiani mwa ligi kuu ya NBC, kwa maana kwamba wapo katika zile nafasi za kwenda kucheza playoff. Yupo na katika nafasi ya 13 Pamba Jiji wakiwa wamecheza michezo 26, wameshinda michezo 6 pekee, sare michezo 9 na kupoteza michezo 11. Pamba Jiji wamefunga mabao 17 na kuruhusu mabao 27, wakiwa wanadaiwa magoli 10, wakiwa na alama 27 katika nafasi ya 13 ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo ni mchezo mgumu ambapo Pamba katika duru la salama wameimarika kweli kweli. Nikumbukwe katika mchezo wa mkondo wa kwanza ambao Simba walikutana na Pamba Jiji, Simba aliibuka na ushindi wa bao 1-0, bao likifungwa kwa mkwaju wa penati na leo ni Christian Chebambida. Kwa hiyo wanakwenda kukutana tena katika duru la salama. Bwana, kama ni mshabiki wa Lunyas, unaamini kikosi cha timu ya soka ya Simba kitakwenda kumfunga Pamba Jiji? Like video yetu, alafu sasa tuende kwenye comment section, katuambie wewe unaiona klabu ya soka ya Simba ikienda kuibuka na ushindi wa goli ngapi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji kutokea mkoani Mwanza. Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji, kwa upande mwingine klabu ya soka ya Simba Sports Club wameweza kupata pigo kubwa, kwa sababu kuna nyota wao muhimu tegemeo wa kikosi cha kwanza ambao watakwenda kuhusikana. Nyota wa kwanza ambaye Simba wanatarajia kumkosa ni golikipa Musa Kamara Pinpin, ambaye aliweza kuumia goti katika mchezo wa Simba dhidi ya JKT Tanzania mara baada ya kusukumwa na mchezaji wa klabu ya soka ya JKT kwenye mabango. Nyota wa pili ambaye Simba Sports Club wanatarajia kumkosa ni beki wa katikati Shemalone Fondo, ambaye naye pia aliweza kupata majeraha katika mchezo wa Simba ambao waliweza kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya JKT Tanzania. Nyota mwingine ambaye Simba wanatarajia kumkosa ni mshambuliaji wao Valentino Mashaka, ambapo mchezaji huyu sote tunafahamu yupo katika timu ya taifa chini ya umri wa miaka 20. Kwa hiyo tunaona hiyo ndiyo orodha ya wachezaji ambao Simba wanatarajia kuwakosa kuelekea katika mchezo wao wa ligi kuu ya NBC. Sasa tunakuacha na swali, kukosekana kwa mchezaji anayecheza eneo la goalkeeping Musa Kamara Pinpin. Sasa wewe unapendelea viongozi wa Simba waanze na golikipa gani? Je, ni Hussein Abeli, Aishi Manula ama Ali Salim Katoro katika mchezo dhidi ya Pamba Jiji? Kwa hiyo toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.